Katika enzi ya maendeleo ya miundombinu barani Afrika, Tanzania sasa imejiweka kwenye ramani ya mafanikio makubwa kwa kukamilisha rasmi ujenzi wa daraja refu zaidi ya Afrika Mashariki. Mradi huu mkubwa umetekelezwa kwa kutumia zaidi ya shilingi bilioni 700, fedha zote zikitolewa kutoka kwa vyanzo vya ndani, na hivyo kuwa kielelezo tosha cha dhamira ya taifa kujitegemea na kuwekeza katika maendeleo ya watu wake. Daraja la ndoto kuanza kuishi daraja hili ambalo sasa linatajwa kuwa mshipa wa maendeleo wa Afrika Mashariki limejengwa kwa lengo la kuunganisha mikoa muhimu ya Tanzania na kuchochea shughuli za kiuchumi, kijamii na kibiashara. Kwa mujibu wa taifa zilizotolewa na mamlaka husika, daraja hili limejengwa kwa viwango vya kimataifa kwa kutumia teknolojia ya kisasa inayozingatia uimara, usalama na uendelevu wa mazingira. Urefu wa daraja hilo unafikia kilomita kadhaa na linapita juu ya maeneo ya mto au guba ambayo awali yalikuwa changamoto kubwa kwa wasafiri, wakulima na wafanyabiashara waliolazimika kutumia njia mbadala zenye gharama kubwa au hatari. Nguvu ya ndani iliyolitengeneza, tofauti na miradi mingi ya miundombinu inayofadhiliwa na wafadhili wa kimataifa au mashirika ya kifedha ya nje, daraja hili limefadhiliwa kikamilifu na serikali ya Tanzania kupitia bajeti ya kitaifa. Hii ni ishara ongezeko la uwezo wa taifa kupanga na kutekeleza miradi mikubwa kwa kutumia mapato ya ndani, hali inayoleta matumaini kwa miradi mingine ya kimkakati kama reli, barabara kuu, bandari na viwanja vya ndege. Aidha, mradi huu umetekelezwa na wataalamu wa ndani wakisaidiwa na wazalendo mbalimbali katika sekta ya uhandisi, usanifu majengo, usimamizi wa miradi na ulinzi wa mazingira. Athari chanya kwa uchumi wa jamii. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya maendeleo, kukamilika kwa daraja hili kunatarajiwa kuchangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa uchumi kwa njia mbalimbali. Moja, usafirishaji wa haraka. Bidhaa kutoka mashambani sasa zitasafirishwa kwa urahisi kwenda sokoni, hivyo kupunguza hasara ya mazao yanayoharibika. Mbili, ustawi wa biashara ndogo na kati. Wananchi walioko kando ya daraja watanufaika kwa kufungua biashara kama vituo vya mafuta, migahawa na malazi kwa wasafiri. Tatu, kuimarika kwa utalii. Vivutio vya kitalii vilivyokuwa vigumu kufika sasa vitakuwa rahisi kufikiwa na wageni wa ndani na nje. Na namba 4, ajira kwa wazawa. Ujenzi wa daraja hili umeajiri maelfu ya vijana wa Kitanzania waliopata ujuzi mpya na maarifa ya kisasa. Wananchi waliozungumza na Mwananchi Communication wamesema mradi huu ni zawadi ya karne kutoka kwa serikali. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi amenukuliwa akisema kuwa serikali itaendelea kuwekeza katika miundombinu endelevu na daraja hii ni mfano wa mafanikio ya sera ya Tanzania ya viwanda na uchumi wa kati. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatarajiwa kuzindua rasmi daraja hilo katika hafla kubwa itakayoshuhudiwa na viongozi wa ndani na nje ya nchi. Daraja hili halisimamii tu kama jengo la zege na chuma, bali kama ishara ya udhubutu wa taifa, maono ya uongozi makini na ndoto za wananchi zinazotimia. Ni mfano bora wa namna nchi zinavyoweza kutumia rasilimali zao kukuza uchumi na kuinua maisha ya watu wake.